Jua la dhahabu la jioni ya Jumatatu, anga la Teherani lilionekana tulivu, lakini ndani ya mitaa ya kisayansi ya taifa hilo, pumzi mpya ya matumaini ilianza kupenya ukuta wa mashaka. Hiyo ni mama baada ya miezi ya ukimya na majeraha ya vita. Milango ya vituo vya nyuklia vya Iran ilifunguliwa tena, ambapo safari hii kwa macho ya dunia kupitia wakaguzi wa shirika la kimataifa la Atomic IAEA. Picha iliyotolewa na shirika la nishati ya atomiki la Iran ilimwonyesha waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi akiwa katikati ya mabango ya uvumbuzi, akisikiliza kwa makini maelezo ya mafundi wake. Pembeni yake Mohammad Eslami, mkuu wa shirika hilo, alisimama kimya kama mlinzi wa siri za taifa ambalo dunia inalipima kwa hofu na heshima. Ni ishara ya kwanza dhahiri kwamba Tehran imerudi kwenye meza ya ushirikiano baada ya miezi ya migogoro na kivuli cha vita na Marekani na Israeli vurugu mahusiano. Mradi tupo chini ya mkataba wa kuzuia uenezi wa silaha za nyuklia NPT, tutatekeleza wajibu wetu, alisema msemaji wa wizara Esmail Baghai kwa sauti ya utulivu lakini yenye mizizi ya ujasiri, ambapo hata hivyo hakutaja ni vituo gani zaidi vilivyotembelewa, kama vile siri ya kimkakati iliyofichwa ndani ya milima ya nchi hiyo. Mwezi Juni uliandikwa ukurasa mweusi katika historia ya Mashariki ya Kati, pale vita vya siku 12 vilivyolipuka kati ya Irani na Israeli vilisababisha Marekani kuingilia moja kwa moja, ikishambulia Fordow, Natanz na Isfahan, vituo vikuu vya nyuklia vya Iran, kwani milipuko ilitetemesha dunia, lakini haikuweza kuizima azma ya taifa hilo. Huku vumbi lilipotulia, satelaiti zilionyesha moshi wa shughuli mpya ukipaa tena juu ya maeneo yale yale yaliyokuwa yamelipuliwa. Teherani imeituhumu IAEA kwa kutoa sababu za kidiplomasia kwa kile walichosema azimio la baraza la wakurugenzi lililopitishwa Juni 21 lilitumiwa kama kisingizio cha vita. Kwa majibu makali, Irani ikakata ufikiaji wa kukagua mnamo Julai 2, ikizima kamera, ikafutilia vibali na dunia ikabaki gizani. Ilikuwa mpaka Beijing na Moscow zilipoingilia kati ndipo dirisha dogo la ushirikiano likafunguliwa tena kwa masharti magumu zaidi. Miezi miwili baadaye, huku mkurugenzi wa IAEA Rafael Grossi akizungumza mapema mwezi huu, alionya kwa maneno mazito akisema haiwezekani kudai wanachama wa NPT kisha kupuuza wajibu wake. Ni sauti iliyobeba si onyo pekee bali pia hofu ya dunia nzima, kwani wakati mwingine ukimya wa Irani kwenye masuala ya nyuklia humaanisha anga nzima ya Mashariki ya Kati kushikilia pumzi, huku ripoti za awali za shirika hilo zilionyesha kiwango cha urani kilichoboreshwa hadi 83.7, kiwango kinachokaribia mipaka ya silaha. Lakini Teherani imesimama imara katika msimamo wake. Mradi wake ni wa amani, wa tiba na nishati, si vita. Ziara hizi zinaonyesha uhusiano wetu wa kujenga licha ya uchokozi wa utawala wa Kizayuni na wale wanaounga mkono, alisisitiza Baghai, akitumia lugha ya kupinga lakini yenye ujasiri wa taifa lililopitia majaribu. Leo hii anga ya Mashariki ya Kati imejawa kimya cha tahadhari. Vita vya Juni viligharimu maisha ya zaidi ya watu 1200, vikavuruga soko la mafuta duniani na kuiacha Irani ikipambana na vikwazo vilivyorejea kwa nguvu, kwani ripoti inayofuata ya IAEA inayotarajiwa mwishoni mwa mwezi huu ndiyo itakayopima kama milango ya Teherani imefunguka kwa dhati au kama bado imebaki pengo la kutokuaminiana. Kwa sasa kurejea kwa wakaguzi ni kama jua linalochomoza juu ya anga lililotapakaa mawingu ya mashaka, mwanga dhaifu wa matumaini lakini wenye thamani isiyopimika.